Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inatumia boti za mwendokasi kukamata meli za makontena katika mlango wa bahari wa Hormuz ili kukabiliana na changamoto za vikwazo vya Marekani. Meli za mashambulizi za haraka za Iran hazichukuliwa kuwa tishio sana kulingana na Trump, lakini tangu wakati huo zimetumiwa kukamata meli mbili za kontena karibu na mlango wa Hormuz. Utumiaji wa Iran wa kundi la boti ndogo na za haraka kukamata meli za makontena karibu na Hormuz unaweza kudhoofisha maoni kwamba vikosi vya Marekani vimezima tishio lake la baharini na kufichua changamoto zinazokabili kufungua moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Rais wa Marekani Donald Trump alikiri kwamba ingawa jeshi la wanamaji la kawaida la Iran lilikuwa limeharibiwa kwa kiasi kikubwa, meli zake za mashambulio ya haraka hazikuzingatiwa kuwa tishio kubwa. Alisema meli zozote za aina hiyo zinazokuja katika kizuizi cha Marekani kilichowekwa nje mlango huo wa baharini zitaondolewa mara moja kwa kutumia mfumo ule wa kuua uliowekwa katikati ya Caribbean na Pacific, ambapo mashambulizi ya anga ya Marekani yamegonga boti zinazoshukiwa za madawa ya kulevya na kuua takribani watu 110. Boti hizo hazikuwa zikishambulia meli kubwa za kibiashara zisizokuwa na silaha, hata hivyo, wala karibu zenye silaha nzito, huku walinzi wa mapinduzi ya Iran wakipakia bunduki nzito, virusha roketi na katika visa vingine makombora ya kuzuia meli. Mashambulizi ya boti za mwendokasi ni sehemu ya mfumo wa vitisho pamoja na ufuo wa ndege zisizokuwa na rubani, mabomu yaliyozikwa baharini na uingiliaji wa kielektroniki ili kuleta kutokuwa na uhakika na kufanya maamuzi polepole. Kampuni ya usalama ya baharini ya Ugiriki Diaplos iliambia shirika la habari la RT. Iran wakati huu inatumia njia mbalimbali kukabiliana na Marekani iliyoweka vizuizi. Iran imesema huenda katika siku zijazo ikaamua kuchukua amri ya kuweza kushambulia meli za kijeshi za Marekani. Licha ya kwamba na Wamarekani wenyewe wanajiandaa kwa ajili ya vita vikubwa, lakini wa Iran wamesema watapambana kuhakikisha meli hizo zilizoweka vizuizi zinaondolewa. Iran ilikadiriwa kuwa na mamia ikiwa si maelfu ya boti hizi kabla ya vita, na mara nyingi zilifichwa kwenye vichuguu vya pwani, vituo vya majini au kati ya meli za kiraia, kulingana na wataalamu wa usalama baharini. Takribani watu 100 au zaidi wanaweza kuwa wameangamizwa tangu vita vya Iran vilipoanza Februari 28, alisema Corey Ranslem, mtendaji mkuu wa kundi la usalama wa baharini la Dried Global. Kabla ya wiki hii, Iran ilitegemea mashambulio ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kufanya mashambulizi katika trafiki za meli kuzunguka mlango wa Hormuz, ambayo kwa kawaida hushughulikia 20% ya usambazaji wa mafuta na gesi asilia kila siku. Kukamatwa kwa meli hizo mbili za kontena na Iran kulifuatia hatua za Washington ya kuzuia biashara baharini ya Iran na kuanza kukamata meli za mafuta zenye uhusiano na Iran na meli nyinginezo. Sekta ya meli ya kiraia haina vifaa vya kuzuia vikosi vya kijeshi vya Iran kukamata meli. Kwa kawaida karibu boti 12 hutumika katika operesheni za kukamata. Boti za haraka za Iran sasa zinatumika kama uti wa mgongo wa kimkakati wa jeshi la majini la Iran. Zinaweza kutumiwa kwa kasi kama sehemu ya vita vyake visivyokuwa na usawa dhidi ya adui, afisa mkuu wa usalama wa Iran aliambia Reuters. Kwa sababu ya mwendo wa kasi sana, boti hizi zinaweza kufanya mashambulizi ya kugonga na kukimbia bila kugunduliwa, afisa huyo alisema, akizungumza kwa sharti la kutotajwa. Ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa wiki hii, Iran imetumia boti ndogo za haraka angalau mara 7 tangu mwaka 2019. Upepo mkali na mafuriko katika maji karibu na Iran wakati wa kiangazi hufanya iwe ngumu kufanya operesheni kama hizo, kilisema chanzo kimoja cha meli cha Iran kinachofahamu. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.